الحمد لله الذي قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتسليما إلى يوم الحساب والحمد لله رب العالمين بنعمة الإسلام اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama leo tutaangalia Mwenyezi Mungu alipomfadhilisha mwanadamu yule ambaye alijifundisha katika kitabu chake kitukufu yani Qur'an, na vipi Mwenyezi Mungu alimnyanyua daraja na vipi Mwenyezi Mungu atamweka mahala papo siku ya kiyama. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kama alivyokwisha kutangulia kusema, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano, anasema binadamu na malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wataweka position moja kesho siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Yule binadamu ambaye alijifundisha elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah fadhila zake katika kumlipa atamweka sawa na yule malaika ambaye alimtaja katika Qur'an. Kwa hiyo sisi tunazungumza haya, Mwenyezi Mungu amesema hivi na amepiga mfano, kwa sababu mshairi akasema rutbatul ilmi a'la min jami'i rutabi, cheo cha elimu kiko juu zaidi ya vyo vyote duniani. Usipokuwa na elimu huwezi kufanya jambo lolote. Usipokuwa na elimu huwezi kuswali. Usipokuwa na elimu huwezi kujua kuishi na watu. Ndipo Allah aliposema yu'tal hikma, atampa hikma, wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira. Unaweza ukawa na elimu lakini hikma ukawa huna, lakini unaweza ukawa na hikma na elimu kwako ikawa kubwa kwa sababu ya hikma uliyokuwa nayo. Kwa sababu Allah anapiga mfano sisi binadamu na malaika, kesho Mwenyezi Mungu atakapotuchukua atatuweka mahala pamoja na watu ambao walikuwa wakijifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni faradhi aini, lakini alobakia kwetu sisi ni faradhi kifaya. Endapo mmoja atalifanya, sisi wengine tutapungukiwa yale madhambi yaliyokuwa hatuna uwezo wa kulisoma au hatuna uwezo wa kulifanya. Lakini mambo Mwenyezi Mungu alifaradhisha, atakapofanya mmoja wengine hatukufanya, basi wengine tutapata dhambi. Wa na'udhu billahi, Mwenyezi Mungu atulinde katika haya. Katika haya tunazungumzia leo maisha jinsi yalivyokuwa, kwamba swala kubwa Mwenyezi Mungu ameliweka mbele ni binadamu kutafuta elimu. Na kila binadamu anapopiga hatua katika maisha yake kutafuta elimu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamfutia madhambi yake pale anapoanzia kunyanyua unyayo wake mpaka atakapoingia katika lile darasa ambalo Mwenyezi Mungu amemjalia kufika maeneo yale. Na Allah akuacha mbali, akamwambia tena mtume wake, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Watu wote siku ya kiyama utakuwa katika daraja nzuri kama tulikuwa tumefanya mambo mema, lakini hatuwezi kuwashinda wale ambao walijifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yule mtu ambaye amejifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma akasikiliza, imma akawapenda wanazuoni, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mtu huyu nitamnyanyua katika zile daraja ambazo mimi nimezitaja. Kwa sababu mtu utakaposwali, utakapofanya mambo yaliyokuwa ya khairi, Allah Subhanahu atakulipa. Lakini yule ambaye akaswali alafu akatekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu kamwamrisha na mtume wake, alafu akajifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema mtu huyu hawezi kulingana sawa na yule ambaye alikuwa hakuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akampigia mfano mtume wake tena Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivyo wanalingana sawa wale ambao hawafahamu na wale ambao wanafahamu? Jibu lake kwamba hal yastawun, je watalingana sawa? Jibu lake hawalingani sawa, kwa sababu anayejua na asiyejua ni vitu viwili tofauti. Na imamu wetu Ali akatilia mkazo akasema, annasu mautan wa ahlul ilmi ahya. Duniani tupo tunaishi, lakini kuna baadhi ya watu kwa kuiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtume anasema watu hawa ni sawa sawa kama hawapo duniani, kwa sababu amali walizotenda na kazi wanazozifanya, ukaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukiwa unaswali swala za sunna msikitini na kufanya mambo yaliyokuwa ya khairat, lakini Allah anasema huwezi kulingana sawa na yule ambaye akakaa sehemu akasikiliza lau hadithi moja, imma ni Qur'ani akafundishwa, imma ni alifu alikuwa haijui. Mwenyezi Mungu anasema wewe hata uswali rakaa za sunna 70,000, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwezi kulingana sawa naye mtu huyu. Na mshairi akasema, kabla ya kusema mshairi, Mwenyezi Mungu amesema katika aya zake nyingi. Hata ukiangalia katika Qur'ani, katika suratul Bakara, Mwenyezi Mungu ametaja kuhusiana na elimu, mnapodaiana basi muandikishane tena kwa uadilifu. Na ukizingatia sehemu hii, bila elimu hamwezi kuzingatia yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingiza katika dini ya Uislamu ambayo yalikuwa ni halali. Na mshairi akasema, kathratul mabani ta'ni kathratul maani, ukiona jambo limetajwa sana basi ujue lina umuhimu wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingepewa utume laiti kama asingesoma. Na hata mimi na wewe tunazungumza haya, huwezi kufanya jambo isipokuwa mpaka utasoma, ima utafundishwa, ndipo Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho unastahiki. Na mtume amepewa jambo hili kwa vile yeye Mwenyezi Mungu alishamuelekeza katika yale ambayo ya kuyafanya, lakini katika ni jambo zito, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Jibril kwamba mimi siwezi kusoma, lakini Jibril akasema hakuna elimu ambayo inapatikana bure bure, kwa lazima upate tabu. Ndipo sisi binadamu tunaambiwa na Mwenyezi Mungu, wama kunna muadhibina hatta nab'atha mtume, kwamba hatuwezi kuishi katika maisha ambayo tunayoishi aliyekuwa mtume alishafika na akatufikishia. Lakini jinsi alivyotufikishia tunatakiwa tuyafate. Ina maana kama hatukuyafata, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi tutawajibika na adhabu yake ya siku ya kiyama, wa na'udhu billahi min dhalik. Lakini haya tunasema, tunatizama katika maisha yetu ambayo tunayoishi, kuhusu sisi wenyewe, kuhusu na familia zetu, kuhusu na ahali zetu. Vipi watu wanaishi katika maisha aliyakuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wameitupa, na kuangalia upande mwingine tumefanyia kazi kupita maelezo. Kwa sababu haya yote yanatufanya sisi, kwa sababu dunia tumeishika na akhera tumeiacha. Mshairi mmoja anasema, raaitu al-ilma sahibuhu kiram, nimemuona mwenye nayo hii elimu ametukuzwa. Wala waladatuhu aba'ul li'am, lao angepelekana mtoto au angezalikana mtoto katika kile kizazi ambacho hakiheshimiki, kinadharaulika, na Mtume Muhammad ndiye mtu wa kwanza, kwa sababu anazaliwa katika maisha yake busati la uyatima linaanza kukunjuka aliyakuwa bado kumuona baba yake. Mtume ni mfano mkubwa kwetu na kiigizo chema kilichokuwa kwetu, kwamba Mwenyezi Mungu alimpa elimu, lakini angalia maisha yake yalivyo. Mama hana, baba hana, nyuma yake hakuna mtu. Kila siku unapozidi kukucha, busati ya uyatima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linazidi kukunjuka. Baada ya kuondoka baba yake, akaondoka mama yake, akaondoka babu yake, akaja akaondoka ammi yake. Lakini Mwenyezi Mungu akasema, yule yote mwenye kunitegemea mimi, basi nitakuwa naye katika njia iliyosimama. Lakini utakapomwacha Mwenyezi Mungu, basi ni Mwenyezi Mungu anasema nitakusahau. Fayajtami'unahu wara'ahu kara'i dha'an tatba'uhu siwamu, yule mtu aliyokuwa na elimu, mtume anasema nyuma yake kutakuwa na watu hali ya kuwa mfano unavyoona mbuzi wanavyochungwa. Watu wanamheshimu, na leo kitizama wanyama tunaochunga tuliokuwa nyuma yetu, kwa sababu tuna imani wale wanyama tutakuwa na faida nao baadaye. Na elimu ndivyo ilivyo. Utakapojikazania wewe ukawa vizuri, basi kuna baadhi ya watu watakuheshimu. Na wewe utakapokazania familia yako ikawa vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala atakutia nuru katika familia yako, na wewe mwenyewe pia atakuongoza. Na mtume akatilia mkazo akasema, yeyote aliyokuwa ameshika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maisha hawezi kudhalilika.
na hala hawezi kupata tabu, kwa sababu mawali zake Mwenyezi Mungu la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawana hofu yoyote wala hawana huzuni yoyote. Kwa sababu gani? Wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na dini ya Mwenyezi Mungu utakapoisoma basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza katika njia iliyo kumenyoka, na lile ambao utakuwa ulifahamu Allah atakutilia nguvu na atakutilia nuru, utaweza kulijua. Kwa sababu mtume alivyopewa vitu vile, si kila kitu alifundishwa. Kuna baadhi ya vingine mwenyewe Mwenyezi Mungu anamtia nuru, anamuongoza katika maisha yake. Imam Shafi akatilia mkazo akasema, laula alilma ma sa'adati rijal, lau ingekuwa si hii elimu sisi binadamu sijui tungeweza kuishi vipi. Wala urifu alhalal wala alharam, tusingejua la halali wala la haram. Kwa vile Allah amemtia nguvu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi akatuletea dini hiyo na tukaipokea kwa mikono yote. Lakini Allah anasema kwamba huwezi kuishi katika mgongo huu aliyakuwa huna unachokijua, lazima upate tabu. Na ukiona mtu amekimbia zile fimbo za darasani, basi ujue ujinga kwake ndio utakuwa mwingi, sababu hakuna kitu ukipata rais. Mtume hakupata rais, mtume alipata tabu. Pale kafika muda akajitenga kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu akamuongoza katika yale yaliyokuwa mazito, akamfanyia katika yale yaliyokuwa mepesi. Lakini tunazungumzia haya, mshairi akasema kwamba usihukumu kitabu kabla ya kufungua kava lake. Lakini maisha tuliyokuwa nayo sisi tushahukumu vitabu vya watu kabla ya kufungua ile sehemu ambayo mtu aliyokuwa ameiandika, au ni maneno ya wanazuoni au ni maneno ya masahaba, tushahukumu kupita maelezo. Lakini tunasema kwamba tusihukumu kitabu aliyakuwa hatujafungua kava lake. Tusiseme kitu fulani kibaya aliyakuwa hatujakijua ubaya wake ulipokuwepo. Lakini kuachana na haya ambayo tuliokuwa nayo, hebu tutizame maisha ya watu wanaoishi katika elimu na watu ambao hawaishi katika elimu. Leo kirudi katika maisha sisi tuliokuwa nayo, tuna watu waliokuwa na uwezo, Mwenyezi Mungu amewajalia khairi katika maisha yao, na Mwenyezi Mungu atawauliza kesho khairi zile wamezifanyia nini, na sisi pia tutawauliza. Kwa sababu watu leo tumekuwa kupenda maisha na kupenda mali kwa ajili ya kupeleka maisha yetu mbele, si kwa ajili ya kupeleka Uislamu mbele. Siku unapolala na unapoamka kukakucha, ukajiuliza wewe katika maisha yako, ni nani ambaye umemsababisha ameingia katika Uislamu, ni nani ambaye umemsogeza mbele katika Uislamu. Hayo ndio mambo makuu mawili tutapokwenda kuulizwa. Kwa sababu sisi sehemu nyingi zilizosema na Mwenyezi Mungu kwamba wala tahadhuna ala tu'amil miskin, si huko tu. Kwa nini watu hawamizani katika kuwalisha maskini? Je, katika swala ya elimu tunaimizana? Katika kuimizana Mwenyezi Mungu ametupa, mimi sina wewe unacho. Kipi ulichokifanya katika maisha ambayo umeweza kuinyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la tusaluna yawmaidhin 'anil na'im. Hata wewe ambacho hauna, Mwenyezi Mungu atakuuliza afya yako ulitumia vipi katika Uislamu. Kwa huna jibu la kujibu isipokuwa Mwenyezi Mungu atakuadhibu pale utakapokuwa ulipokosea. Kwa sababu ukichukulia mfano mdogo ambao tunaishi nao, ukiangalia watoto zetu, ahali zetu, ukiangalia upande wa pili ambao maisha yaliyokuwepo sasa, watoto zetu na sisi wenyewe tunaposoma, kwa sababu nikijifundisha dunia yangu mimi nitaishi vizuri, ima nikimkazania mtoto wangu maisha yangu yatakuwa mazuri. Na leo ukitizama hata maisha tuliokuwa nayo, mtu aliyevaa kanzu akaenda sehemu kutafuta yale kwa khairi, basi mtu atamwambia mtu huyu hana cha kunilipa isipokuwa atakuja kuniambia inshallah tu, kwa sababu jinsi tulivyojieka. Ukitizama katika taifa letu sisi, ima ni mkoa wetu, ima ni nchi yetu, tulizame ni wangapi ambao wanawanyanyua watu kwa ajili kwenda kusoma sehemu, ili wakisharudi waje kuziba yale mapengo ambayo sisi tunaona kwetu ni kazi. Kwa sababu neema tunazozichukua na riziki za watu ambazo tunazozichukua, kuna watu Mwenyezi Mungu amejalia khairi katika maisha yao wanayo, lakini kuna watu wanachukua thamani ile ya kile kitu, ima ni pesa, lakini aliyakuwa yeye hafundishi. Hili ni swali ambalo sisi tutaulizwa. Kile ambacho tunakichukua Mwenyezi Mungu atakuuliza kesho siku ya kiyama. Lakini tu katika taarifa ambazo tulizikuwa nazo, laiti kama tunapata watoto kwa ajili ya kwenda kuwaendeleza sehemu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi Mwenyezi Mungu kesho atatuangalia kwa jicho la huruma. Lakini kama sisi ndio tunachukua vile vitu na kuvipeleka katika zile ambazo sehemu zisizokuwa sahihi, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala maswali haya tutahitajika kuyajibu. Hakuna sehemu ya kukimbilia.
Ukiangalia upande wa pili maisha yalivyo, shule watu wanavyosoma, mtoto anavyosoma, mzazi pengine aliposoma na maisha aliyokuwa nayo. Lakini je, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, ashapiga hatua moja kuiongeza mbele, bali ashapiga hatua moja kuirudisha nyuma? Kuna watu wanafanya watu mpaka wanaritadi katika Uislamu kwa sababu ya mtu jinsi alivyo, sio kuongeza watu waingie katika dini ya Uislamu, bali ni kuwatoa. Mtume amepiga mfano, amesema mtu yoyote yule ambaye Mwenyezi Mungu kamjalia afya na uzima, kuacha pesa ulizokuwa nazo, huko kwenye pesa Mwenyezi Mungu hakufika kabla. Amesema kwamba mtu aliyokuwa na afya akaweza kupeleka Uislamu mbele ni yule mtu ambaye akamsilimisha mtu. Mtume akachukulia mfano akasema, kwa hivi Tanzania tulivyokuwa, kile kitu ambacho kilichokuwa ghali, mwanazuoni akapigia mfano akasema, tuangalie zile ndege yule kiongozi wetu alizishusha hapa Tanzania. Sasa uchukue ile ndege moja, ndio thawabu za yule mtu ambaye aliyemsilimisha mtu. Ina maana mtu huyo atakuwa ameupeleka Uislamu mbele. Hauna mali, hauna pesa, ni afya yako ndio imefanya kazi. Umemsilimisha mtu, ameingia katika dini ya Uislamu, ameongeza idadi katika Uislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema atakupa mfano wa kile kitu ambacho nipigia mfano. Zile ndege ambazo zinafanya safari ndio sababu zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jiulize, afya yako umeifanyia nini? Kwa kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala utahitajika kulijibu swali hili. Ima ni mimi, ima ni wewe. Huyu ni mtu mmoja amemsilimisha, ameingia katika dini. Je, umesilimisha watu 5, 10? Sisi Waislamu kuingia peponi ni sisi wenyewe tukukataa. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie hizo khairi zilizokuwa katika humo na tuweze kuzifanyia kazi. Lakini tukitizama upande wengine ambao wa dunia, ukiangalia watu wenzetu waupe jinsi walivyoipamba dunia mpaka dunia ikawa tamu. Shule zimeandikwa, tunaona shule juu zilivyoandikwa quality education for the new generation. Haya ndiyo maisha tuliokuwa nayo. Na hata mimi ninasema hapa na wewe unaonisikiliza, ni machache ambayo tunaoyafanya, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakayekubali mtoto wake kama ana pesa asome shule ambayo haina maana. Hilo haliwezekani. Kila mtu anajua aliyomo katika nafsi yake. Hata mimi ninayesema hapa, pengine Mungu akanjalia riziki ya pesa nikawa nayo, siwezi kukubali mwanangu akateseka akati na pesa ninazo. Lakini tujiulize, watoto tunawapeleka sehemu zilizokuwa nzuri, kwamba elimu bora kwa kizazi kinachokuja au kizazi kipya. Lakini je, wewe katika dini ya Uislamu tumemtoa mtu tukampeleka sehemu kwenda kusoma, akarudi katika mkoa huu kwa ajili ya kuendesha dini ya Uislamu? Hatuna mimi na wewe tulichokifanya, bali chokuwa ni kula vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametukataza, na aliyakuwa si katika majasho yetu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutawajibika kwenda kuvirudisha vitu hivi na kuweza kuulizwa yale maswali ambayo hatukuyafanya sisi. Kwa hiyo mtoto anapoishi katika maisha haya aliyokuwa sasa hivi, kuna vitu ambavyo mtu anaandaliwa. Mtoto kabla ya kwenda shule, kuna vitu vinaitwa kwamba shule, accommodation zote za shule zinakuwepo. Lakini mtoto anapompeleka madrasa, pengine mzazi akasema mtoto amechoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dunia. Na Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa inna alaina lalhuda, hakika sisi binadamu tumewekea njia. Wa inna lana lalakhirata walula, hakika ya akhira na dunia ni za kwetu. Kwa hiyo tufikirie hayo. Mtoto unapomwandaa kule, fikiria kesho unapomwandaa akhira yake umemwandaa vipi? Kwa swali unalo mwenyewe na jibu unalo mwenyewe. Lakini dunia tulivyopeleka mbele, hatuna ambayo tunayafanya kwa ajili ya kupeleka Uislamu mbele, bali tunayafanya kwa ajili ya kurudisha Uislamu nyuma na kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Basi sisi ndo kipaumbele zaidi hapo, kwa sababu tuna imani ambayo tunachokitoa katika dini ya Allah, imani yetu kwamba si kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu, bali tunataraji kwamba sisi tunapoteza, hatuwekezi. Kwa sababu yale ambayo tunayaweka, utamwekea mtoto wako maisha mazuri, utamwekea mke wako maisha mazuri, utawekea familia yako maisha mazuri. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kuweka maisha mazuri, basi kwa Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho utakuwa umekiendea na kile ambacho utakuwa umekituma. Sababu hatuna sehemu ya kutorokea katika haya. Na Mwenyezi Mungu watu amewapa, si kama watu hawajawapa. Lakini kesho Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hili sisi tunakumbushana, sisi tunalazimishana. Muislamu anapokumbushwa, basi anapokumbuka na kuweza kufanyia kazi ile utajo, na Mwenyezi Mungu akamtilia nguvu na akaweza kutia nguvu yeye mwenyewe akaupeleka Uislamu mbele.
والله تبارك وتعالى يقول بقوله يهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ورفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتسليما إلى يوم الحساب. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kutilia mkazo katika hotuba yetu ya kwanza iliyopita, tunaongeza yale ambayo tulikuwa tumeyakadiria kutokana na muda, basi Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hili. Katika kuongeza yale Mwenyezi Mungu aliyosema katika kuhusiana na elimu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposhushiwa ile aya ikra, soma, maana ni lazima kusoma. Watoto wetu ni lazima kusoma, lakini ni wachache katika ambao tuliokuwa watoto wetu wakaianza akhira alafu wakamalizia na nini au wakaendeleza na dunia. Kwa sababu mshairi anasema safari ya akhira haina mkato. Safari ya akhira si fupi, lakini safari ya duniani ni fupi. Huenda mimi na wewe tuliokuwa hapa isifike saa 8, isifike saa 10 Allah kama ametuchukua. Lakini akhira njia yake pale pale. Utakapokufa basi watakustiri duniani, lakini bado katika njia ya kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukifika kule Allah atakutafutia hoteli iliyokuwa nzuri ili uweze kuishi, ili ungojee ile siku ambayo yauma la tanfa'u malun wala banun, siku hiyo ambayo mtatolewa, mtawekwa ile sehemu, mtahesabiwa yaliyokuwa ya kheri yako mliyotenda, yaliyokuwa madhambi mliyofanya. Mwenyezi Mungu kila mja atamlipa, wala humlipa Mungu, wala hakuna ambaye atakayedhulumiwa. Lakini mwanazuoni akazungumza akasema, kwa sababu ya hii dunia Mwenyezi Mungu amejalia yale ambayo ameyajalia na ameyatoa yale ambayo alikuwa ameyatoa, kwa sababu yaliyowekwa hakuna kitu ambacho sisi tunachoishi binadamu zaidi ya vitu viwili. Kwanza ni dunia na akhera, ndio imetuweka hapa, na afya ndipo ilipokuwepo. Kila kitu kipo humu. Lakini katika maisha tuliokuwa nayo, katika elimu ambayo watoto wetu imani sisi ambao tunasoma, mshairi akasema al-ilmu yu'ta wala ya'ti, elimu inafatwa wala haiji. Lakini leo tutizame watoto wetu tunapowafundisha, imefika kipindi mpaka waalimu wanashindwa maisha yalipokuwa, wanabidi wafuate watoto wapi? Nyumbani. Lakini eptoa ile zamani ambayo unamlipa mwalimu kwa yale maneno ambayo anamzungumzisha mtoto wako, ima anamfundisha. Kwa sababu wengi wapo tunawasikiza maneno haya, tumesoma, ima na watoto zetu pia tunawasomesha. Katika maisha kuna vitu viwili lazima viwepo. Cost benefit analysis lazima ziwepo. Faida na hasara lazima iwepo. Kwa sababu dini ya Mwenyezi Mungu tumefanya kuwa ni hasara, kwa maana hatuitizami. Lakini dunia kwa vile ni faida, ndio maana tumefanyaje? Tumeitizama. Na hayo ukiangalia ndimo yaliomo. Kwa sababu leo fikiria, mwalimu atatoka nyumbani kwao kwenda kumfuata wapi? Mtoto nyumbani. Mzazi hataki mtoto atembee kwa sababu atachoka na atapata tabu ya elimu. Ukiangalia mambo haya mawili si sawa, Mzazi ana huruma ya mtoto kuliko Mwenyezi Mungu alipokuwa anataka mtoto ayafanye ambao alikuwa amemwamrisha. Sababu tunaiacha yale ambayo yalikuwa ya muhimu, tunayafuata yale ambayo halikuwa ya muhimu. Na kuachilia kwa mbali ya hayo, tizama mwalimu kiwango ambacho nitupewa. Sababu tunasema haya, tunasema wazi, japokuwa hata sisi wengine labda ni walimu wa kugusa tu, si wale wenyewe kabisa Mwenyezi Mungu amewaongoza. Mwalimu takriban kiasi ambacho anachopewa, na yule mtu akwambia hichi ni kingi kinatosha. Lakini tufanye calculation, tuangalie katika maisha ya mtoto anayesoma shule. Sasa hivi shule zimepanda Sasa hivi shule ni milioni 1.3 kwa mwaka. Sasa utaigawanya mara 12, kila mwezi mtoto anatakiwa alipe shilingi ngapi? Alafu gawanya 40 mara 12. Kiasi gani utakachokipata mzazi? Alafu angalia mtoto wako anachosomeshwa ni kwa ajili ya dunia, ili kesho akusaidie wewe, na kesho akhira mtoto akhira yake iwe nzuri, na wewe mzazi uepukane na dhambi na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa utakapoigawa 40 mara 12 au kuachilia mbali huyo mtoto mmoja mmoja, chukulia mfano wale watoto ambao wako madrasa. Mwalimu mpaka anaona haya muda mwingine kutaja kiasi cha mtoto kuleta.
Kwa sababu gani? Elimu tunaichukulia kwamba ni jambo la pata potea, jambo ambalo halina maana yoyote. Lakini kwa ni elimu ya dunia, lazima mzazi ujipinde. Atakapoambiwa usije shule, kesho lazima ulete ile karatasi ya benki. Si pesa siku hizi. Ukipeleka karatasi ya benki basi unajua umelipa kule, wanasaini uendelea na masomo. Lakini darasani hakuna benki. Mwalimu atakapoona aibu basi akataja 2000, mzazi mwingine anasema ni kubwa sana. Piga 2000 mara 12. Mwalimu anatumia ndani ya mwaka shilingi elfu ngapi? 1024. Mimi na wewe tujiulize, kwako unatumia shilingi ngapi kwa siku? Kwako tu. Acha za kwako mfukoni ambazo za voucher za mambo mengine. Usi ni msiba wa Uislamu. Uislamu kule utaenda mbele kupitia hatua hii. Hauwezi kwenda mbele. Kwa balil insanu ala nafsihi basira. Kama dunia inavyokuuma, basi jaribu na akhera ikuume kupitia kama hivi. Na isifike kipindi ukamtukana mwalimu kasema afundishi. Ile herufi moja anayofundishwa mwanao inaweza kapita katika sehemu makundi matatu. Mwalimu wake alimfundisha, yule ustadhi anamfundisha apata thawabu. Yeye ustadhi anapata thawabu, mtoto anapata thawabu. Mzazi hajakuwa wewe hausomi, umekaa kwenye kiti unachezea simu, na aliyakuwa swala pia kwako ni ngumu, lakini mwalimu yuko ndani kwako. Lakini ukasema ustadhi, ukimaliza kumfundisha mwanangu nielekeze na mimi. Mtihani huo sisi hatuna kama tunachezea simu zetu, acha mtoto asome. Lakini hesabu ambayo tulikuwa tumewapigia watoto zetu, japokuwa tunawasomesha nyumbani, kwa sababu dunia ndiyo tumeikumbatia, akhera tumeiachia. Kwa utakapopiga mahesabu utakapopata katika haya, basi utaona kama wewe unaupeleka Uislamu mbele au unaukandamiza Uislamu mbele. Ina maana mwalimu atakuja pale aliyakuwa maisha yake si mazuri, na sasa hivi maisha yamepanda bei wanasema na hali imekuwa ngumu. Wewe zidisha tu hiyo 2000 mara 12 utapata 1000 ngapi? 1024 ndani ya mwaka mzima. Sasa jiulize wewe ndani ya masaa unatumia shilingi ngapi? Jibu utakalipata mwenyewe. Kwa hiyo wazazi tunaomba katika hili, na sisi tunasema haya kwa sababu tunakumbushana. Hiyo 2000 yenyewe pia kuitoa mzazi imekuwa kazi na mwingine anafanya mpaka miezi mitatu kuja kukupa 2000. Nasema haya kwa sababu tunakumbushana. Mtoto bila mzazi, mtoto hawezi kuja darasani vizuri, hawezi kusoma vizuri, sababu mzazi ndio kila kitu. Uwezi mzazi kumwambia mtoto haswali, mtoto hafungi. Mimi ustazi nafundisha risali moja masaa mawili. Nitakaa naye masaa mangapi kuweza kumwambia afunge aswali? Labda nimekuja magharibi nimeswali naye magharibi. Swala zilobakia nipige simu niulize kaswala je swali? Mzazi una jukumu gani katika maisha? Mzazi una malizi gani katika maisha? Kwa hiyo tunakumbushana haya tuweze kuyafanyia kazi, na Mwenyezi Mungu aweze kututia nguvu kwa sababu ya kupeleka mbele Uislamu. Unapomtia nguvu mwalimu, basi mtoto wako atasoma vizuri. Kwa sababu ukitizama shule ambazo watoto wanazosoma, mwalimu akilipwa pesa iliyokuwa kubwa 800,000 900,000, ina maana shule inapofeli lazima watu wakae vikao waulize kwa nini watoto wanafeli, kipi kinakosekana. Lakini katika uongozi wetu tuliokuwa nao ima hapa ni Tanzania, ima ni ngazi ya mkoa, ngazi ya wapi, katika hili ambayo tunayazungumza, je, yapo ambao wanapelekwa mbele au yapo ambao wanayashusha? Hakuna. Kila mtu na maisha yake. Anasema utakapopata ndipo utakaposhika sio upate hapa alafu ushike kule, hamna, haiwezekani. Pata hapa sasa ushike hapa kwa huwezi kuangalia la mwenzako. Kama sahaba walipitwa walitoka katika mali zao. Sembuze sisi kuongoza Uislamu kwa afya iliyokuwa nayo. Achilia mbali pesa ulizokuwa nazo. Afya iliyokuwa nayo ni mangapi uliofanya katika Uislamu? Na ukiangalia takriban ima thamani ya huu mkoa uliokuwa hapa, tupige mfano mkoa tuliokuwa nao wa Shinyanga, na watu waliokuwa nao Mwenyezi Mungu amewafadhilisha katika neema ambazo za uzima na kifedha. Walimu waliokuwa hapa nadhani hawazidi 20. Na watu wanaweza kuwalipa. Kwa ajili ambayo alikuwa somesha watoto nyumbani. Watoto wanaweza wakasoma nyumbani, lakini yule mwalimu amepangiwa wale ambao watapewa nyumbani, acha asome tu. Lakini haya kwa vile tunakumbushana, basi naomba tuwafanyie kazi. Wakala Nabii sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min al-ilmi, jifundisheni katika elimu. Mashiitum, chochote mnachokitaka. Acha mwanao asome na alifanya, afanye atakachokifanya. Fa wallahi, Mtume anasema na hapa mimi mtume kwa Mwenyezi Mungu, la tujaruna bi jami'il ilmi, hamtolipwa kwa kuikusanya elimu, hatta ta'malu, mpaka muifanyie kazi. Leo mimi na wewe tupo katika maisha. Ukiangalia hali zetu nyumbani, mke ajui kutia udhu kisawasawa kabisa, haelewi kabisa kutia udhu. Lakini sisi tumekuwa 5 salawati msikitini, swala 5. Elimu hiyo uliyokusanya ya udhu tu, kuachilia mbali ya vitabu. Mkeo anajua jinsi ya kutia udhu inavyotakiwa, anajua kuoga, yale mambo Mtume ameelekeza katika sheria, na wewe aliyakuwa unajua, na darasa unasikiliza hapa msikitini.
Kwa hiyo tunachokisikiliza hapa msikitini, Mwenyezi Mungu hawezi kukulipa mpaka ukifanyie kazi. Hata kama ni alifu kufundishwa na shekhe msikitini, kama ukufundisha hali zako nyumbani, na mtume akasema khairukum li ahli wa ana, na mimi mtume wenu khairukum li ahli, mbora wao ni yule ambaye anaanzia nyumbani kwake kisha ukatoka nje ukaupeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi Mwenyezi Mungu amezishusha na mtume na hadithi nyingi amezisema. Lazima uanzie wapi? Nyumbani kwako kwanza. Ndio sadaka iliyokuwa nzuri, lakini kama haya unayosoma hapa mkeo hayajui, basi wekao ukijua Mwenyezi Mungu anasema hata ukae hapa miaka 3000. Hizi hadithi zitakazosomwa zote hapa hadithi 3000, 6000, Mwenyezi Mungu anasema hawezi kukupa thawabu zake mpaka utakapozifanyia kazi. Kwa utakapozifanyia kazi wapi? Nyumbani. Mke kaa hapa nikufundishe, mtoto kaa hapa, lakini hili ni jambo geni kwetu, na wallahi inawezekana tukaliweza ama tukalishindwa kwa sababu ya hali zetu tuliokuwa na nyumbani. Kwa tunaomba katika haya Mwenyezi Mungu atutie nguvu na tuweze kuyafanyia kazi. Kwa sababu haya tunayosema hapa, ukizingatia upande wa pili wa dunia, zile accommodation za shule zote zinakuwepo activities za mwanafunzi zote anakuwa nazo, lakini rudi sasa akhera huko juzuu pia atoe nani? Ustazi mtoto wako anaweza kaenda shule kwa kitabu na mwalimu? Hawezi Tena atapigwa fimbo na kitabu si chini ya 15,000. Sababu shule tumesoma kitabu kimoja si chini ya 10,000 ngapi? Na 5. Lakini juzuu ni 500. Baba anakuambia ustazi atakupa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أكبر ما تصنعون والحمد لله على تمام الكمال وأقم الصلاة.